Katika pitapita zako unaweza kuwa umekutana na elimu ya masuala ya chakra. Masuala ya chakra. Unajua ulimwengu wa kiroho unahitaji ufahamu wa vitu kadhaa. Miongoni mwa hivyo vitu, ni kama una hatua ili kufika hatua ya juu kabisa. Ili kufika hatua ya juu kabisa. Mimi huwa napenda kuzungumza kwa sababu watu wanaamini vitu vya kisayansi. Kwa hiyo unapenda kuzungumzia kwa mfumo wa akili. Mfumo wa jinsi akili inavyofanya kazi. Kwamba wote tunajua kwamba mtu ana akili ya mbele na ana akili ya nyuma kwa lugha rahisi. Kwa lugha ya kitaalamu tunasema conscious mind na subconscious mind. Conscious mind ndio ambayo inapokea mawimbi kutoka kwenye macho. Subconscious mind ni akili ya katikati, ile ambayo yenyewe inawasiliana na jicho la tatu, wenyewe wanaita hivyo. Sasa sipo hapa kuzungumzia jicho la tatu, nataka tuzungumzie chakra. Chakra ni vitu gani? Unaweza kuwa umepita huko akakutajia chakra 7, mwingine akakutajia chakra 9 kutokana na uelewa wake jinsi alivyozama kwenye elimu hizi za kiroho. Lakini mimi swala langu nipo kwenye chakra zinafanyaje kazi kwenye mwili wako wewe binadamu. Chakra ni vituo vya nishati. Vituo hivi ndio huwa vinazalisha umeme, yani kama niseme umeme au nguvu inayozipa tezi kuzalisha viwango fulani vya homoni kwenye mwili wako. Ukiona unalia, umepata hisia za huzuni, kuna homoni imezaliwa inauamrisha mwili ulie. Huwezi kupinga. Hiyo homoni ikitoka huwezi kupinga. Ukiwa unafanya mapenzi, homoni za uzazi zikitoka huwezi kuzirudisha hivi. Zinatokaga tu tena zinakuwa zinakuendesha. Huwezi kupinga hali inayokuja. Hiyo inatokana na kwamba chakra imeleta umeme ambao umeenda kuzalisha kiwango fulani cha nini? Cha homoni. Na homoni hiyo ikiwa na kiwango hicho, mchanganyo wa homoni hiyo labda na homoni fulani unakuja kuleta hiyo hali kwenye mwili wako. Kwa mwili wako una respond kulingana na zile homoni zimezaliwa kwa kiwango gani. Si umeelewa? Sasa chakra hizi, kwa mfano kuna chakra ya heart chakra ya moyo ambayo inahusika na upendo na masuala mengine. Inahusishwa na jua, inahusishwa na rangi ya njano. Sio rangi ya njano, rangi ya kijani. Chakra hii ikiwa inatetema mtetemo wa chini, mtu anakuwa anahisi chuki tena hadi moyo unauma. Chuki. Au hapo ujue hiyo chakra imezima, haiwezi kucontrol hizo homoni. Kila chakra inahusishwa na homoni zake. Unakumbuka kama umebahatika kupita shuleni, walikuwa wanafundisha masuala ya tezi. Tukawa tunasoma tezi zile, kila chakra inahusishwa na tezi fulani na kila tezi inatoa homoni fulani. Chakra ikifungwa, basi hizi homoni zinaanza kutoka bila mpangilio. Homoni zikianza kutoka bila mpangilio, hapo ndio mwili wako unaingia kwenye situation fulani, labda ya kuumwa au labda nini. Sasa chakra, huo umeme unapokea kutokana na nini? Huo umeme unatokana na mtetemo unaotoka kwenye subconscious mind, kutokana na hali iliyopo kwa muda huo. Akili yako inatuma mawimbi gani kwenye chakra yako? Ikiwa inatuma low frequencies, chakra zinafunga. Tena sio zinafunga, zinakuwa zinatetema kwa chini, haziwezi kudhibiti tena homoni. Umeme ni mdogo. Sio, umeelewa? Lakini ukiwa unatetema kwenye high frequency, chakra zinapokea umeme mwingi. Ule umeme unaisaidia kucontrol the flow ya hormone kwenye mwili wako. Sijui mtu unaweza kama vile ambavyo wanakufundisha kwenye kisukari, wanakuambia kwamba insulin imeshindwa kudhibiti sukari kwenye mwili wa mtu, anaugua kisukari. Si umeelewa? Huo ndio mfumo wa kufanya chakra. Sasa kwa nini tunasema mitishamba inatibu? Mitishamba, kila mtishamba unaouona una mtetemo wa kiwango fulani. Sijui unanielewa? Kila mtishamba unaouona una mtetemo wa kiwango fulani, unatengeneza frequency fulani. Kuna mitishamba inatengeneza low frequency, kuna mitishamba ni ya low frequency nzito, hiyo wanatumia wachawi, wanarogea. Lakini kuna mitishamba inatengeneza high frequency.
High frequency inayohusika na kitu gani? Haya, kuna miti inahusika na masuala ya ujasiri, inatengeneza frequency ambayo inaendana na kitu cha root chakra. Inaenda kuhamasisha root chakra. Kwa unapokuwa unatumia miti shamba inaenda kulazimisha hali. Yaani mti shamba unaenda kulazimisha. Yaani mti shamba unaweka frequency fulani kwa lazima. Frequency ilikuwa imeshuka. Sasa inaingiza frequency fulani kwa lazima. Sio, unaelewa? Sasa wanakuambia kwamba ukitaka kutumia dawa upone lazima uamini. Wanakuambia uamini, lakini unakuwa uelewi uamini kwa kiwango gani. Kuamini ni kile kiwango cha unaposema amini. Kumbuka kuwa na amani. Nimekufundisha kwenye masomo mengine hapo, nikwambia kuwa na amani unakuwa kwenye high frequency. Kwa hiyo unaposema uwe na amani, maana yake unatakiwa upande uende kwenye high frequency ili hiyo dawa ifanye kazi. Haiwezi kufanya kazi ukiwa na wasiwasi, hofu kwamba sitapona, nini. Ndio maana nakwambia imani inaponya. Kitu pale sio imani. Issue ni kwamba upo kwenye high frequency. Unaweza kaelewa hicho kitu. Upo kwenye high frequency. Leo nilikuwa nataka nizungumze